Bwana mzee wa mabomu, jana bwana tukamwona mwenyekiti wa klabu ya Simba mzee Murtaza Mangungu kahudhuria bwana kwenye msiba na akazungumza vitu vingi sana pale mwenyekiti. Ndio maana sisi watu mwenyekiti amesema amefanya kazi muda mrefu sana na viongozi wa Yanga. Ndio maana mimi ninapokuambia vipi sisi tunapokaa tunavolalamika kwamba huyu mwenyekiti huyu sisi hatufai. Ndio maana yake ndio kama vile na hili hapa jambo unavyoliona hili. Watazungumza sana unajua. Mimi nakwambia leo Mangungu akitoka Simba Sports anafanya kazi Yanga. Mimi naambia ni kweli. Kama itatokea katoka leo. Yule mwisho wake sitarehe ngapi hapa tarehe sijui mwezi wa 12 ndio mwisho yule. Uongozi wake unaisha. Anagombea tena. Nani atampa? Sasa yule akitoka Simba yule anarudi kwenye timu yake. Na jana mimi hii ni mara ya pili timu yake ya Yanga. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza huyu engineer yuko anaenda huko wapi? Anaenda huko sio Katoro sio wapi? Yuko kwenye gari. Umeelewa? Wakaanasema mwenyekiti wetu anaonewa. Niliona hiyo clip. Ipo. Watu wanaijua ipo. Jana mara ya pili tena wanasema mwenyekiti wao. Na sisi tunaelewa kwamba yule ni mwenyekiti wao kweli. Kwa sababu unajua kuna mwenyekiti wa Yanga Yanga ambaye ni engineerist mwenyekiti wa Yanga. Afa kuna mwenyekiti wa Simba Yanga. Kuna mwenyekiti wa Yanga hapa kuna mwenyekiti wa Simba Yanga. Ndio huyu Mangungu. Huyu ni mwenyekiti wa Simba Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo huyu hapa sisi kiuhalisia na mimi narudi tena kwenye hii katiba hii mpya hii. Sisi hatakiwi kuitumia. Huyu katiba hii akiitumia sisi huyu anatupeka sipo kwa sababu hapa juzi kati tu tarehe 2 sijui kaja kutisha mkutano wake watu walituletea katika ule mkutano anataka waingie katika bodi ya wadhamini. Wote ni wajamaa zake. Alafu wale watu wenyewe wote Simba Sports sisi hatuwataki. Wewe ndio kutetea Taigeni sisi tunamtaka. Leo unatuwekea katika ile bodi ya wadhamini. Ina maana tayari anataka kuweka watu wake. Sasa leo Mangungu umreje ushamaliza. Watakao tuchukulia watu wako utuwekee pale ili mradi watu endelee kutuvuruga. Sasa sisi tunasema vipi? Hii katiba mpya hii hatutaki itumiwe. Afu na hii katiba mpya sisi kama watu wa Simba wanachama ya Simba kwanza sisi hatujapitisha vile vipengele. Mimi narudia tena vipengele sisi hatujavipitisha. Kwa hiyo katiba yenyewe pia sisi kwamba haitufai ile itakuwa irudi tena kwa wanachama tuipitishe kwa sababu mimi nasema kabisa kama kuna mwanachama wote tarehe 30 mwezi wa 11 alipitisha ile katiba ile mimi kuna milioni hapa nampa. Kama kuna kithibitisho kwamba kuna mwanachama kuna sehemu yote kwamba sisi vipengele sisi tunavipitisha kwamba tumeuliza bwana kipengele kimepita sisi tukasema ndio wanachama tukasema ndio tumepitisha sisi vipengele mimi kuna milioni hapa na hapa. Ile katiba kwanza sisi hapa inatakiwa irudi tena kwa wanachama ile tuiangalie tena tuipitishe upya afu irudi serikalini ndio ije kwetu tena. Kwani jana Madam Neema Msita si ameitolea ufafanuzi BMT? Sababu ile sisi hatujapitisha hivi vipengele sisi hatujavipitisha wanachama. Vile pengine vilipitisha na mwenyewe kila Mangungu. Kwa hiyo katiba ile bado haitakiwi sisi kuitumia kwa sababu si hatujavipitisha ile kwa sababu vile pengine vilikuja tarehe 30 mwezi wa 11 mjue katika mkutano ule ambao ndio Mangungu alizimataka kimbia. Nadhani mnalifahamu kwamba alikimbia yule. Tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka jana mkutano ule. Ilikuwaje? Kwa sababu alikuja yule bwana ambaye alikuwa ndio mwenyekiti wa ile hiyo kamati ya kuleta vile nani mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya ile katiba ni sasa yule alipokuja akasoma vipengele vile alipomaliza pale mwenyekiti akatuambia jamani hebu mwenye kwenda hapo kidogo mwenye kuinuka kidogo ainuke mwenye kwenda chooni kule mtu aende basi si tukaamka tukapacha viungo. Tumekaa bwana, mwenyekiti akatuambia bwana jamani sasa Simba leo inacheza. Tuiombee dua. Watu tukafumba macho. Kuja kufumbua hivi taa zimezimwa, kuwashwa mwenyekiti hayupo. Umeelewa? Ndio katiba ile pale. Kwa sasa sisi yule alitusomea tu, lakini hatujapitisha wanachama ile katiba. Lakini sisi tumeshangaa leo ikapelekwa serikalini, imepitishwa. Tumeletewa. Lakini sasa mimi nikiangalia mle bado kuna vitu vingi mle vina makasoro ile katiba ile. Kwa sisi ile katiba itakuwa iletwe tena kwetu wanachama, tuipitishe wanachama. Leo mimi nashangaa kuna watu wengine mle kuna wanachama wengine leo wanasema ile katiba Mangungu haitumie.
Mangungu anaitumia katika katiba tujapitisha sisi wanachama. Tuletwe kwanza wanachama tuipitishe. Bila sisi wanachama kuletewa ile, sisi hatukubaliana na ile katiba yenyewe. Na ile katiba sisi Mangungu hataki kuitumia. Sasa hivi ninachotakiwa hapa waitishe uchaguzi. Mimi mwenyewe nina mpango wa kugombea. Nataka nigombee Simba Sports, nataka wenye ile nafasi ya Mangungu mimi naitaka. Turudi kwanza kwa Engineer Hersi, kosa lake lipi kwani kumsifia Mangungu? Achi mtu wao. Sisi tunalisema hapa, Mangungu ile ni Yanga. Lakini watu si mnatuona kama sisi tunamchukia, lakini sisi hatumchukii. Mangungu ile ni Yanga na ndio maana sisi anatubisha shoti. Sisi tumepigwa na kwamba mkisema mnaonekana kama mnamchukia mwenyekiti. Tunamchukia mwenyekiti, lakini sisi hatumchukii kwa sababu sisi tushaangalia tukagundua ni kweli. Leo hii wanamuita mwenyekiti wao. Engineer Hersi anakuwa mwenyekiti wao. Kwa hiyo na sisi tunafahamu kwamba Mangungu ni mwenyekiti Simba Yanga. Umeelewa? Yaani kwenye Simba yupo na kwenye Yanga yupo, kote ni mwenyekiti. Kwa hiyo yale maneno anayosema engineer sio kama ni utani, yale maneno yana ukweli kwamba yule ni mwenyekiti wao kweli. Kwa hiyo sisi tunajua kwamba yule nani Mangungu, sisi tunajua kabisa ni Yanga. Ni muda mrefu tumezungumza maneno. Mimi ya maneno kusema yule Mangungu ni Yanga, sikusema leo. Miaka mingi mimi nazungumza maneno hayo kwamba Mangungu ni Yanga, lakini mimi nashangaa tu tumewekewa. Na hii hapa hili tatizo mimi na Mohamed Dewji. Kwa sababu katika uchaguzi uliopita ule Mohamed Dewji na Tayageni ndio waliforce Mangungu kwa kubaki pale Simba, lakini watu wa Simba wote tulishamkataa na kula tu kumpigia. Mimi nakwambia ni kweli. Lakini wenyewe yeye Mohamed Tayageni ndio wakampitisha. Leo Mangungu sasa anataka kumchukua Tayageni sasa naye amrudishe kwenye uongozi. Wakati sisi Mangungu Tayageni hatumtaki na yeye pia. Kwa hiyo hapa tunafanya ujanja. Kwa hiyo Simba hii ili tupate amani kabisa, tupate furaha, inabidi tufanye uchaguzi. Kwa hiyo mimi naomba kabisa viongozi wafanye wafanyavyo mpaka mwezi wa 10 sisi tufanye uchaguzi. Umeelewa? Vaa jezi yako ya Yanga. Mimi namwambia kabisa, vaa jezi yako ya Yanga. Wewe ni Yanga. Lakini unajifanya wewe Simba Sports. Ndio maana kwa mtoto unajitafutia mabalayo. Kaa kwenye timu yako ya Yanga. Kwani kutoka kwenye timu yako ya Yanga kuna tatizo gani? Mpaka mng'ang'anie kwa Simba. Kusema ukweli kuna ubaya. Wewe unang'ang'ania kwa Simba kwa wakati sio timu yako. Kwani mtu kusema ukweli kuna ubaya mzee Mabomu? Mimi nasema vipi? Anang'ang'aniaje kwa Simba wakati sio Simba? Wewe shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba huyo? Kaa kwambia mbishane kwa fakti. Huyo shabiki wa Simba ana fakti gani huyo? Muulize swali. Mwambie unasikia mzee Mabomu? Niulize swali lolote lile ambalo mimi nitashinda kukujibu. Kwa fakti. Bila kelele. Nasema vipi? Swali lolote nikujibu. Huyo shabiki wa Simba? Huyo shabiki sasa hivi shabiki huyo alipovaa jezi ya Simba akaenda pale Jangwani. Umeelewa? Kufika pale akasema jezi ya Yanga bovu. Kwani ningeenda kusema mimi sasa ungesikia mimi nichapigwa. Hatuwezi kumpiga ndugu yao. Mpira sio uadui. Ndio nakwambia vipi? Wewe ulipoenda pale sio uadui mpira. Mimi ningepigwa ningesema vile. Lakini hawakumpiga kwa sababu ndugu yao watampiga yeye kwao. Sikilizeni bado, acha wewe usipete. Tafuta jezi ya Yanga vaa. Umeona? Ana mzee Mabomu ana fakti. Nakwambiaje? Mimi nipo hapa niulize kwa fakti, kwa hoja, tubishane kwa hoja. Nasema vipi? Sasa unaposema mimi sio Simba, Simba ya nani? Nasema vipi? Sisi watu wa Simba wenyewe tunajuana. Kama watu wa Simba wenyewe sisi tunajuana. Huyu unamjua huyu Simba, huyu unamjua huyu Yanga, tunawajua. Na siku hizi watu wa Yanga wenyewe tena wanakasirika sana. Mtu usije kuvaa jezi ya Yanga kutoka na Yanga. Ndio maana Yanga wanapiga makofi. Sisi Simba tunakaa fair tu. Kwa sababu Simba sisi ni watu wastaarabu. Lakini wewe sasa hivi unakwenda kwenye mechi za Yanga tu. Za Simba uendi. Hapa unasema Simba Sports. Ina maana kama sasa kwani uendi kuangalia mechi za Simba. Una kiingilio. Mzee wa Mabomu, mimi nasubiri uniulize swali. Sasa mimi naomba mechi niulize swali nikujibu kwa fakti. Sasa mimi nikuulize swali, mimi nikuulize swali gani ambalo utalijibu? Wewe unasema mimi sio Simba. Wewe sio Simba. Simba ya nani? Wewe una kadi. Simba wewe kadi unayo? Nayo. Kwa sababu ukiniuliza swala la kadi hiyo ni mada nyingine. Influencer wote hatuna kadi. Wenye kadi wanahesabika. Kama nani ambaye ana kadi? Wewe kadi unayo? Nayo. Kadi yako iko wapi? Ipo. Akileta kadi mimi nitampa 50,000. Kweli? Na ukileta kadi mimi nakupa 50,000. Bana. Alete kadi bwana nini? Nasema vipi? Akileta kadi. Wenye kadi, Simba wenye kadi hawafiki watatu. Mimi 50 naacha hapa. Ana kadi, atoe kadi. Wenye kadi Simba wazidi watatu 4. Mainfluencer wote hawa. Hii hapa hatuna kadi.
Naye mwambie aweke 50 hapo. Mimi naomba hii hapa 50 unakaa nayo hapa. Na kwa 50 hapa. Alete mimi Simba kadi zimekoma basi. Zilikoma kutoka lini? Mwaka gani? Kutoka 2018. Hii hapa 50. Yes, anasema anatoa 50. Mimi 50 hapa mezani. Naye aweke 50. Kadi aweke 50 naye hapo. Mimi sio bwana, mimi sina kadi. Aweke 50 hapo. Mashabiki wengi, ngoja aweke. Mashabiki wengi ukiongea ukweli. Sikiliza, mwambie aweke 50 hapo. Pole pole. Mzee wa Mabomu, mashabiki wengi ukiongea ukweli wanakuona wewe sio mwana Simba. Wanataka dala. Sasa kila mtu asimame aanze kuongea, hebu kwenye ukweli tuzungumzeni ukweli. Njia pekee ya kuitetea Simba pamoja ni kuiambia ukweli. Bwana unaona 50 hii? 50 si hapa. Weka 50 hapo. Nitaweka. Weka sasa hapo. Au ningekea kwenye niliu. Wewe weka hapa 50 weka hapo. Wewe tukujua hapo mimi nikuonyeshe kadi yangu. Weka 50. Kadi una bwana wewe. Sasa weka 50 hapa. Wewe acha bwana. Wewe si tunajueni. Nyinyi wewe mtoto wewe. Si nakujua wewe ni Yanga, lakini tu unataka kuvaje Simba. Tatizo ndio umetafuta pa kutokea huko fresh. Mtoto naye kwa hivyo. Yaani kule ile timu kwa kifupi ni ujanja tu. Ile timu ni ujanja mwingi. Wachezaji wote wakina Baleke nani. Yaani kila mtu akiondoka pale, aondoke ujue kwa amani pale Yanga. Kila mtu akiondoka pale anaondoka, yaani lazima kelele, lazima milio isikie. Kwao si hatu tuliyajua na ule muda tu tulimwambia, wewe vumilia hapa kana Shomari Kapombe, vumilia ucheze mpira. Lakini mimi kama Shomari Kapombe amumwachi naondoka mimi. Basi tukaona ndokenda kule, akaona kule ndo kwenye nani, kinachomkuta ndo hicho. Sisi kia kinacho mlio tunaosikia, sisi tunasikia la watu. Waache endelee na milio yao. Lakini hizi la Patrick Mwenda ni hadhina kwa taifa. Sasa sikamwa mwenyewe kwenda sidu wakwani wachezaji wote. Lakini unakubaliana kwamba hizi la Patrick Mwenda ni miongoni mwa wachezaji bora wa nafasi ya beki wa kulia hapa Tanzania kijana? Hana ubora wote, wa kawaida tu. Umesikia? Kwenye ubora hana ubora wa hivi wa kufikia hivyo, si atupige makelele. Yule ni mchezaji wa kawaida sana. Lakini sisi haya yote tulimwambia. Lakini hakutaka kutusikiliza sisi wazazi wake. Akaamua kwenda kule. Kwenda kule yale ndo yanayomkuta. Kwa hiyo sisi kilio chake sisi tumwacha mwenyewe apambane mwenyewe, akimalize mwenyewe. Sisi asituhusishe huko, hatupo. Alafu hapa sasa hivi tunaposema kwamba, umesikia? Unaposema kwamba sisi hapa tuko sijui tuko watu wa Simba hatupo, hapana. Hapa kuna mtu mwanachama Simba Sports Mzee wa Mabomu. Huyo pacha ni Yanga wewe. Pacha tutarudi kwake. Hapa tuko watu wawili hapa kwa Yanga na Simba. Pacha tutarudi kwake. Yanga Afrika wamesema kwamba wao hawakumtuhumu. Kwani wewe ulisikia pia kwamba Israel Mwenda alituhumiwa kwamba aliuza kwenye ile mechi ya dabi, ndio kilichofanya paka aonekane? Ndio alitoa, walimtuhumu. Walisema kwamba alichukua hela. Walimtuhumu kweli. Na ndio maana mtoto akaondoka. Lakini hayo yote mimi hapo bado siko napo huko. Mimi bado nipo kwenye timu yangu ya Simba Sports. Tutakuja hapo. Tutakuja hapo. Na maana nimesema wewe ni mdau wa soka. Tuangalie hiki kipaji. Hapo kuna pale kipaji kiko wapi bwana mle bwana? Hizi la Patrick Mwenda. Mchezaji wa kawaida yule pale, sio tuambie sisi kwamba tumwache Shomari Kapombe abaki yeye. Sisi tukaambia bwana nenda tukamsukumilia mbali. Tukaambia nenda katafuta. Mzee Mabomu, hizi la Patrick Mwenda miongoni mwa mabeki bora wa kulia kwenye nchi yetu ya Tanzania. Hana ubora wote bwana. Angekuwa na ubora sisi Simba tusingemwacha. Ukimwona mpaka sisi tumemwacha ujue ubora hana. Ndio maana kaenda kule kakimbilia, kwenda kule mwisho wa siku anadhulumiwa. Sababu yeye mpaka leo hajalipwa hata mshahara. Anadai kule mishahara hajalipwa mpaka leo. Taarifa inasema mshahara wa miezi miwili. Hajapokea. Na sio hiyo tu ndo alipwi tena hapo. Lakini mimi nimesema kwamba unafahamu kwamba Isla ni mmoja kati ya wachezaji bora kwenye nafasi ya beki wa kulia kwenye nchi yetu. Wa kawaida. Alikuwa Simba pale anapambana na Shomari Kapombe. Sasa mwisho wa siku sikakimbia. Nasema lakini alikuwa anaonyesha uwezo. Wa kawaida, uwezo wake wa kawaida bana. Isla Patrick Mwenda. Sasa angekuwa mchezaji, wewe kwa mfano angekuwa mchezaji mkuu kabisa. Wewe yule yao kaka benchi, yani kwa mwenye maumivu mwaka mzima hajacheza mpira. Yao anarudi wewe unakaa benchi. Sasa utasema kuna mchezaji mmoja. Unajua kitendo cha yao ile kukaa benchi, wewe unatakiwa upata nafasi pale, atakuwa ukiwache yule wewe tena akija anakaa benchi. Sasa yao kapona kaja akachukua namba yake. Alafu unasema unazima beki bora. Beki bora hawezi kwa vile bwana. Wewe na beki bora mtu akishaumia, wewe ukishakamata ile namba, wewe tena ndio utoki.
Sasa mpaka mtu kaumia kapona anarudi tena na anachukua namba. Afu useme wewe bora. Kwa umri wa Isla Mwenda wewe kwake ni kama mzazi. Nini ambacho unaweza ukazungumza? Mimi kama kaida mimi ndio mwanasheria wa wachezaji hawa. Yeye mimi anifuate, twende mahakamani pale tukadai hela hizo. Mkataba uvunjwe, achukue mpunga wake basi. Zaidi hapo mimi nakwambia yule ndo kashazulumiwa. Pale ndo kashazulumiwa. Yaani pale hiyo alikimbia, yaani wote wanatengeneza janja tu kusema sijui alikimbia, sijui alifanyaje ile mradi wa mdhulumu. Na yule anadhulumiwa kweli. Ile timu ni ya dhuluma tu, ujanja mwingi. Watu wakina Baleke, wakina nani, watu kibao pale wamezulumiwa. Ndio maana tu unakuta tu anaenda FIFA anaenda kudai. Umeelewa? Hakuna mchezaji pale wa Yanga aliondoka pale bila zengwe. Ile ni timu ya wajanja tu, ujanja mwingi. Ile sio timu ya mpira. Mimi nakwambia kila siku Yanga sio timu ya mpira. Ile ni timu ya ujanja tu, utapeli mwingi. Yaani ile ni ujanja kibao. Wachezaji kibao, kila mchezaji akitoka. Sasa Patrick Mwenda anaambiwa kwamba yeye sijui ndo kakimbia ili mradi atulumiwe, na atadhulumiwa kweli. Bila kama yeye mwenyewe hata kata simama asipoenda mahakamani, yule anadhulumiwa kweli. Mimi nakwambia ni kweli. Ataendelea kudai. Umesema kufuata. Mimi si nipo. Mimi namsaidia bure tu. Kesi ile sura huruma ulimalizani. Kwenda mahakamani. Kwa nini ilichaji ile kesi? Sasa kwenda nauli ya kwenda huko. Maki hapa tulimpa nauli ya kwenda huko nani? Morocco. Tukampa tena nauli ya kurudi. Afu anakuja hapo ile mtoto anatuletea mambo ya kiuni. Kwa hiyo sisi katudharau. Sasa sisi kama wametuletea dharau, basi sasa sisi kama mbwai na iwe mbwai. Sisi hivi vyote sisi hatutaki acheze na acheze. Na kama ataka acheze watuwekee na $2 200. Ndio acheze. Kazi wanayo. Si ukijua hivi na sisi tunajua hivi. Si tupo mle. Paka maji wataitamma wale. Watajua hii Simba ndo nani. Hii Simba ni kubwa bwana. Usiletee mambo ya kiuni. Wewe kutatauni sisi tunakuangalia. Sisi tuliangalia tu kwamba bwana wewe unajigamba kwamba ameenda kumchongoa Selemani Mwalimu wakikutaliza wamelala. Sasa sisi tukasema fresh. Lakini sisi tukajua tutakamata wapi. Wameingia kwenye mfumo. Vibali havitoki. $2 200 kama wanayo wataitoa wapi bwana? Yule achezi tena. Umeelewa? Chacha Chariko anasema Simba atatoaje vibali wakati hakuwa mchezaji wao, wanapaswa kutoa vibali ni Wydad ndio waliomuuza. Vibali vya kucheza kwenye ligi ya Tanzania kwa klabu ya Yanga msimu uliopita ametumikia klabu ya Simba. Kwa hiyo lazima anaingizwa kwenye usajili. Ukumbuke Mwalimu amecheza pia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa akiwa na Simba Sports. Ndio. Kwa hiyo anapoenda vile ile majina ya wachezaji wa Simba yanapopelekwa CAF hapelekwi kama mchezaji wa Wydad kwa sababu anaitumikia Simba Sports, yanapelekwa majina yeye ni mchezaji wa Simba, msimu uliopita kaitumikia Simba, linapelekwa jina akiwa kama mchezaji wa Simba, anatumikia Simba kwenye ligi ya Tanzania hata kama amesajiliwa kutoka Wydad Casablanca. Kwa hiyo bwana anaitwa Chachariko. Issue ilivyo ni kwamba Simba Sports wao ndio wenye hilo jukumu kwa sababu msimu uliopita amecheza Simba, kwa hiyo hata kwenye kupeleka majina kule CAF alisajiliwa kama mchezaji wa Simba Sports. Kuna vitu vingi vinawahusu Simba Sports. Sawa. Turudi kwenye issue ya FVS. Inaitwa FVS. Inaitwa Football Video Support. Mfumo ambao umekuja kuumbua vigogo. Vigogo vipi waliombuliwa? Sasa hizi wanasema nimeona kuna mchambuzi mmoja alikuwa anasema hapa tayari imejionyesha. Kumbe Simba walikuwa analia. Lakini sasa unaona mechi 2, kadi 2 nyekundu na bado. Sasa kwa mfano nyinyi mlikuwa mnasema mnaonewa sisi, waamuzi wananufaisha timu nyingine tu. Sasa nasema hiyo nani video nini sijui ndio nyewe mnaita hiyo. Sasa ile pale kwa nini inachagua mechi za kuwekwa? Unajua unachagua mechi kwa sababu unajua mechi ya Singida na nani haikuwepo hiyo. Sasa kwa nini wanakuwa wanachagua mechi? Mechi ya nani? Singida na Kagera. Sababu kuna mtu naye alipiga kiwiko, mbona hakupewa nyekundu? Na ile video ya kuonyesha. Ndio maana hapo tunaposema kwamba sasa yani wewe unahoji. So mimi huyu nani Magoli alisema kwamba bwana inabidi hapa iboreshwe. Maboresho yake ndio kama vitu vingine ndio kama hivyo. Kwa nini sehemu nyingine inawekwa sehemu nyingine haiwekwi? Na kwa mujibu wa TFF wao walisema kwamba ile namna ambavyo itatumika
haitaweza kutumika kwa 100% kwenye viwanja vyote nchini. Kuna baadhi ya mechi zingine itakosekana kutokana na kwamba si ndio kwanza tumeanza, maana yake bado haijakamilika, ni kwa maana vile vifaa bado havijasambaa nchi nzima. Kwa hiyo sasa ndio atakiwa tuambie kwamba baada mechi za Simba, Yanga, Azam labda ndio itakuwa hivyo. Nyinyi milio inatokea wapi? Milio kwa sababu leo hii hapa sisi tunacheza na Singida, kuna mchezaji wa Singida atakuwa na ale nyekundu. Mechi ya Simba na Singida inakuja tarehe 22 hiyo. Tutakuwa mchezaji naye ale nyekundu ule, alimpiga mwenzake kiwiko. Kama sisi tulivyokuwa mtu kala nyekundu na kwa atakuwa kwa Singida na mtu ale nyekundu, basi usao ukamilike. Sasa leo kwa nini huko visiwekwe, huko inawekwa? Haya, swali langu, nyinyi mnaonewa wapi? Hakuna, hatujaonewa. Nani kasema tumeonewa? Si kwani hizo kadi nyekundu ambazo kwamba mfano kama kadi ya Ibrahim Jabal tunasema hatujaonewa. Yule nani pia Duchu hatujaonewa. Nani kasema, nani katangaza tumeonewa? Nani kasema Simba tumeonewa? Nani? Mechi 2 kadi 2 nyekundu. So watu wamefanya makosa ya kipumbavu. Jabali kapiga kipepsi cha mambo ya kijinga tu. Yule naye kenda kuruka nani kumfu Duchu. Aliruka kumfu. Kwa kadi tuliopewa ni halali. Na sisi Simba hatujalalamika. Ila tu Magoli alisema tu inabidi tutandika barua ili waboreshe. Kwa hiyo kusema kuboresha ndio mtu kasema tumeonewa. Sisi bado kuonewa. Ni halali tumepewa. Lakini tunachosema sisi hapa, huu mfumo basi kila sehemu uwepo. Sio unachagua tu mechi. Mechi nyingine nakopo hamna. Hiyo si aturuhusu. Nataka kila mechi ziwepo. Na kuna sehemu pia ikitokea tatizo liangaliwe, hatua zichukuliwe. Ndio sisi tunachotaka sisi. Ndio maana wanasikia tunavyotaka bwana parekebishwe, basi irekebishwe kweli. Iboreshwe. Si ndio inaanza bado mechi chache hizi, lakini kuna uangalie hapo kama kuna makosa basi paboreshwe. Watu wanauliza kama mnayaweza milio ya nini? Simba kuna milio. Simba hakuna milio yote. Hakuna mtu wote wa Simba aliyosema kwamba si zile kadi nyekundu tumeonewa, hakuna. Yaani kwamba kwanza imekwenda sawa sawa kabisa. Hakuna mtu atulonewa, kadi nyekundu ni haki. Penalti ile ilitolewa pia ilikuwa sawa. Yanga Afrika bana amerudi kileleni. Wacha warudi. Wao wanasema pale ndio nyumbani kwao. Sasa wale bado wako wametoka na Mungu wamerudishwa tena Dar es Salaam. Lakini sasa sisi tulikuwa mikakati kwamba bana mechi 3 zile, lakini sisi tunasema vipi zile mechi 3 zote tushachukua pointi 6. Kesho tunamalizia pointi 3. 9. Sasa tukishamaliza zile sasa ndio tunarudi Dar es Salaam kuja ku relax kidogo. Kwa sisi tuna mipango yetu iliyokuepo. Tunahakikisha mechi 10 za mwanzo tuchukue pointi zote. Tusiache, yani hata sare hatutaki. Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ni mjumbe wa bodi ya klabu mjumbe wa kamati tendaji ya klabu ya Yanga Alex Ngai bwana aliwapiga dongo jana mashabiki wachezaji wa Simba hawana elimu. Ya nini elimu ya nini? Mechi 2 kadi 2 nyekundu. Sasa yeye ndo elimu hana. Alex Ngai. Huyo ndo hana elimu sasa. Mjumbe kamati tendaji. Huyo sasa ndo elimu hana. Kutoka ndani ya klabu ya Yanga Afrika. Huyo sasa ndo hana elimu. Kivipi? Sasa yeye anashangaa kwa kadi 2 nyekundu anashangaa. Kuhusu elimu ya VFC ya FVS. Video ni football video support, yani unamrukia tu mwenzako kiwiko, unamrukia kumfu, umesahau kama kuna mfumo. Hiyo ndo football ilivyo. Wachezaji wa Simba hawana elimu. Ndio maana nikakwambia yule huyo ndo elimu hana. Sasa kwenye mpira vitu vya kawaida. Huyu mjumbe wa kamati tendaji ya klabu ya Yanga. Ndio maana nikakwambia yeye mwenyewe ndo hana elimu. Alex Ngai. Alex Ngai wapi bwana? Elimu hana wewe bwana. Alex Ngai. Hana elimu. Kwa sababu wewe kama unakuwa na elimu kwa unaweza kuongea maneno kama hayo. Yaani kwamba useme wachezaji Simba hana elimu. Elimu ya wanayo, ila tusema tu inapofikia mchezaji anaweza kaamua tu kufanya. Kwa sababu kama yule Jabali, yule pale alichofanywa aligasiwa. Sasa ugasiwa kwa akafanya asila. Unajua labda ungai mpira hajacheza. Alex Ngai. Lakini kwa sisi tunacheza mpira vitu kama vinatokea kwa sababu kuna mtu anaweza akakuuzi tu. Alex Ngai mwanao na anakutazama hapo. Ndio nasema vipi? Hajacheza mpira. Hajacheza mpira. Kwa sababu kwenye mpira mauzi yapo. Sasa wewe mwenyewe unatakiwa unaangalia ile control umecontrol vipi asila zako. Sasa wewe unasema wachezaji wa Simba hana elimu. Sasa tunamwona kwamba Alex Ngai ndio elimu yeye hana.
Bwana, hebu rudi na kusoma bwana. Nimeona ujumbe wa Hamadi Mazwazwa. Anasema hivyo, mtangazaji, unaona huyo bwana yuko sahihi? Anasema tuone kama Selemani anasema tutaona kama Selemani Mwalimu hatocheza. Alikuwa ni mchezaji wa Wydad. Huyo bwana hana lolote. Huna lolote unaposema kwamba na nyinyi mmepata pa kuwashika Yanga. Bwana anakuambia huna lolote, huyo mchezaji alikuwa wa Wydad. Sawa, sasa si wamchezeshe. Achezi. Sasa si hatuna lolote sisi. Basi wamchezeshe. Hawezi kucheza nani mpaka taratibu zikamilike. Mmezishikilia nyinyi. Si mpaka taratibu zikamilike. Huyu bwana anasema huna lolote. Yeye ndo hana lolote. Kwa sababu bwana mchezaji anatakiwa acheze sasa. Sasa ukisema si hatuna lolote vipi? Yeye ndo hana lolote. Nataka umsikilize hapa mjumbe wa kamati tendaji ya klabu ya Yanga bwana Alex Ngai kwa uchache sana akizungumza jana. Kwa hiyo hatuna budi kulipokea na kulitumia. Kwa hiyo ukiona kidogo labda mtu amelalamika, inawezekana imemgusa. Umeona? Mimi nadhani tunatakiwa tufanye semina sana kwenye timu zetu za ligi kuu kuwajulisha wachezaji wetu kwamba mpira sasa umebadilika. Umeona, teknolojia imekuwa sana. Unaweza kufanya jambo la kijinga lakini matokeo yako yanakuja unaigharimu timu. Sisi nadhani kwetu tayari tumeshafanya. Umeona, na wachezaji wetu nadhani unaona kabisa wanacheza kikubwa. Tumeshacheza kwenye ligi za mabingwa huko. Haya matukio yote ya marudio ya video yapo kule. Lakini sasa timu zingine ndo kama hivyo. Unaona? Kwa hiyo ukiona mtu limemkuta ujue tayari hilo limeshamgusa tayari. Lakini Malume, yapi maoni yako binafsi kwa namna ambavyo huyo ni mjumbe wa kamati tendaji ya klabu ya Yanga Afrika anaitwa Malume Alex Ngai. Anasema wao wachezaji wao ni wakubwa, wamekusha cheza kwenye ngazi kubwa, ligi ya mabingwa huko kuna maviara. Kwa hiyo anapokuwa kiwanjani mchezaji anatambua kwamba hili tukio nikilifanya naweza nikaadhibiwa, lakini wachezaji wenu mtu kama Ibrahim Jabal amecheza michuano mikubwa. Ina maana kakosa elimu hiyo. Utamlinganisha na Shashaman. Ndio nasema vipi? Ile Jabali utasema kwamba elimu ya VAR hana. Anazo. Sema tu ile pale ilitokea tu tempo ya mpira ilimpanda, baadaye yule mwenzake alikuwa anavuta ndo akapeleka. Ile ni tempo tu ya mpira, lakini usiseme kwamba elimu. Ndio maana nikakwambia kuna Alex Ngai elimu yenyewe labda yeye ndo hana elimu. Lakini hilo sio sala elimu. Hilo ni tempo tu ya mpira ilimpanda yule, ndio maana akafanya alichokifanya. Lakini sio kwamba kusema ila maana Simba na Yanga ambaye alikuwa anapambana huko imeviala nani? Si Simba. Kabla sijarudi kwa Pacha, nimalize kwa kubana Yanga Afrika amerudi kileleni, lakini umeuona moto wao jana dhidi ya Coastal Union, anashonwa goli 4. Lile goli la Max watu wakasema ni mpira tu, ili goli ambalo Max kalifunga au kuna namna nyingine Coastal Union wamekosea? Mimi pia hata sijaangalia kwa hata. Nazungumzia goli la Max Zengeri. Sijaangalia mimi. Kama anaua chatu. Ndio nasema mimi huko sijaangalia. Hata goli yenyewe pia sijaliangalia. Unajua mimi watu wakasema Max nyie Yanga kwani ugomvi? Nasema mimi ndo sijaangalia, kwa hiyo nashindwa hata kuelezea. Lakini nasema vipi? Wao wako kimpango wao, wanatafuta ushindi kivyao. Na sisi Simba Sports tupo kwenye mpango wetu, tunatafuta pointi 3. Kwa hiyo sisi tunasema vipi? Kila mtu ashinde zake. Mechi inayofuata ni dhidi ya Singida Black Star. Pointi 3 hizo. Kivipi? Wamesajili kuna mzungu pale. Nasema vipi? Sisi mipango yetu huku tulipokwenda mechi 3 za mwanzo tuliwekewa, maana hizi zilipangwa kwa mikakati. Maana hizi bodi ya ligi walipanga kwa mikakati kwamba Simba kule apoteze. Ndio mipango yao. Lakini tunasema vipi? Sisi tunashukuru kwamba tunaondoka na pointi 9. Tunarudi hapa Dar es Salaam, tunamkuta Coastal Union. Basi atatueleza. Bwana mzee wa Jambia anasema Peter Shalulile akikosa mabao, mzee wa Jambia anaitwa Wilson John Oruma, mchambuzi mkongwe, anasema Peter Shalulile akikosa mabao ni bahati mbaya, na kinachofuata anasifiwa kwa sababu nyingine ya kwamba uwepo wake kiwanjani. Lakini mzee wa Jambia Wilson Oruma anasema imagine jana kwenye mabao 4 ya Yanga Afrika hajafunga, lakini eti Peter Shalulile amesifiwa kwa kitendo cha yeye kwenda kushangilia na wenzie yale magoli jinsi ambavyo yamefungwa. Alikosa Ibrahim Dumbia. Inaonekana ajui mchezaji mbovu hafai kucheza ligi kuu ya Tanzania bara. Uweze kusikia labda anatakiwa kuzoea ligi au namna Simba wanavyocheza. Kitu chochote ambacho Yanga Afrika wamefanya kuhakikisha
wanawalinda wachezaji wao na pressure za nje, wamefanya kazi bora sana. Brilliant job. Nyinyi Dumbia mnamcheka. Simba si unamcheka Dumbia? Simba si hujamcheka Dumbia. Kwani Dumbia na Shalulile unaondokana nani? Kwa sababu nimeona hapa JB nani alikuwa anazungumza muda sio mrefu kwenye nani yake, amesema aliyemleta Ibrahim Dumbia ana dhambi kubwa. Yaani Dumbia na Shalulile yaani Shalulile yule ni Dumbia mfupi. Hilo kaa ukijua. Lakini wote ni Dumbia wale. Kwamba Shalulile ana udumbia fulani. Naye pia Dumbia tu. Mimi nakwambia kweli. Yule ni Dumbia mfupi, huyu wa Simba Dumbia mrefu. Lakini tatizo la huyu Shalulile, watu wanakuwa na imani naye kwa sababu walishamuona sana. Ndio maana watu wanakuwa na imani naye. Japo anajua kiwango kimeshuka, lakini watu bado wana imani naye kwa sababu walimuona. Huyu Dumbia wa Simba mrefu, huyu unajua watu ndio wanamuona. Alafu huyu ana tatizo lake jingine. Huyu kandoka kwao bila kuaga. Hili ndio tatizo na mkosti huyu bwana.